Wewe ni kuhani, ni kweli umechaguliwa kati ya watu kwa ajili ya kukuza ubani, kupatanisha watu na Mungu, kuliombea pia kanisa, kubariki maisha yako. Wewe ni mbegu iliyoanguka kwenye udongo mzuri. Kwenye maisha mtu anaweza akawa tofauti kutokana na mahali alipoangukia. Wapo waliofanya mtihani, si kwamba hawana akili. Inategemea pia mtihani si juu kujaye. Kuna watu wanaingia kwenye panel kudefend PhD, master's degree. Si kwamba hawana akili. Inategemea pia aliingia panel hivi. Wao wanapata kuingiza wao wanasema panel ya Mungu. Wakati wa yeye kwa familia. Wao wengine wanafeli si kwa sababu hawana akili, kwa sababu wengine wanatoka kwenye roho si. Lakini mimi na hakika wewe unaingia kwenye roho mzuri. Kwenye uhai wewe tu una sijui mkawa jamii sijui kalamaji ni wewe mwenyewe mpaka mwisho. Wewe unaweka wakati kama tunaofahamu. Unaona kikombe kanisa iko hapa. Nitoe mfano mzuri. Tuweze kuelewa kama tuchukue kwa Simoni. Ndio kama matendo wa mimi wanaelewa zaidi. Praise. Unaona hii Simoni. Hakuna siku utatoka kuna mesa. Na kwambia hata tunashika vikombe vipi? Tuseme wewe unachukua kile tunaongeza au tuongea uji. Utaikuta kanisani imebeba ekaristi hostia na ekaristi. Tu yani kazi yake tu. Hakuna kazi. Na huyu jamaa ndio ameingia kwenye kitu kama hiki. Ameweka watu mbali wa Mungu. Kwa hiyo kazi yake ni kwa ajili ya kuwatakatifuza watu, kuwaombea, kuwatanisha na Mungu.